Inapendeza, inaleta raha siku zote, mimi hukuambia. Karibu katika gumzo hili la spoti. Hapa tunaguzia masuala ya spoti katika nyuga mbalimbali, kuanzia pale NSL, katika ligi kuu KPL ama SportPesa Premier League. Ala vile vile katika rubaa za kimataifa tutaongelea kule kuambia English Premier League, tuende kule Bundesliga, na vile vile hata La Liga, na yote 9-10 itazungumzia yale ambayo yamejiri katika transfer, na vile vile katika dunia nzima katika historia ya soka ama katika ulimwengu wa soka. Mimi ni mtoto wa mama John Anthony Orao, na hii ni ya Maika Media. Maika Media, sauti yetu hii katika ukanda huu wa magharibi. Tunakupa kila ambacho unataka, haijalishi ni kipi ambacho unataka. Kama ni entertainment tunakupatia, kama ni hata vile vile kama ni wokovu, sisi tunakupatia. Manake vipindi vyetu vimepangika visawa sawa. Ndio maana siku hii ya leo tuko hapa kwa minajili ya masuala ya sport. Tutaanza kwa haraka tena sana katika ligi kuu hapa nchini Kenya. SportPesa Premier League itakuwa inaingia mzunguko wake wa 18 weekend hii, na kuanzia hii leo, na kuna mechi ambazo zitakuwa zinachezwa leo hii Ijumaa. Kariobangi Sharks wakiwa nyumbani watakuwa wanakaribisha Ulinzi Stars. Kumbuka Sharks wajakuwa katika mabuku mazuri, na vile vile Ulinzi Stars wajakuwa katika mabuku mazuri ya kupata ushindi. Kwa hivyo watakuwa wanacheza leo kuanzia majira ya saa 9 alasiri. Police FC watakuwa wanapiga dhidi ya Bidco United. Police dhidi ya Bidco United. Vile vile Bidco United wajakuwa katika mabuku mazuri ya kuandikisha ushindi, lakini leo hii wacha tuone ikiwa watakuwa wanapata ushindi angalau. Alafu katika mechi nyingine hapo kesho, APS Bomet atakuwa anapiga dhidi ya Shabana. Kwa hivyo Shabana atakuwa mgeni wa APS Bomet. Nakumbuka Shabana mechi yao ya wale aliweza kushinda 1-0. Wacha tuone ikiwa kama atasafiri kwenda kule Bomet kutafuta alama zingine 3 zaidi kesho kuanzia saa 8 mchana. Vile vile kesho saa 8 mchana Bandari atapiga dhidi ya Kariobangi Sharks. Alafu huyu Mara Sugar atapiga dhidi ya Police FC. Siku ya Jumapili, siku hiyo ya Jumapili kutakuwa na mechi ambapo vile vile zitakuwa zinachezwa, na Ulinzi Stars watapiga dhidi ya Muranga. Sofapaka watapiga dhidi ya AFC Leopard. Na mechi kati ya Sofapaka na AFC Leopard imeangaziwa sana. Mechi kati ya FC Leopard na Sofapaka imeangaziwa sana, na ikiwa basi FC Leopard watakuwa wanafanya vizuri, hiyo ni alama zingine 3 watakuwa na jinyakulia. Tutakwambia kwamba wale ni Ingo Derby. Ni Ingo Derby, hapo awali ilikuwa jikora kama Ingo Derby. Kwa hivyo watakuwa wanapatana tena, ikiwa kama FC Leopard watakuwa wanajikakamua zaidi, watakuwa wanapata ushindi. Tukiangalia namna ambavyo jedwali lilivyo, Gor Mahia bado anaendelea kuongoza na alama 33. Kumbuka Gor Mahia amecheza mechi 16 na mechi moja mkononi zaidi ambayo bado hajacheza, na ameshinda mechi 10, ametoka sare mechi 3, na vile vile ampoteza mechi 3. Anashikilia nafasi ya pili FC Leopard ana alama 33. Ni sawia na Gor Mahia, lakini wako na ile unasema kwamba goal difference. Goal difference. Unapata kwamba huyu mwana Gor Mahia anamshindia takriban magoli 2. Kwa hivyo ikiwa Sofapaka kesho atakubali kupatia FC Leopard ushindi, na ushindi tu wa zaidi ya magoli karibu 3-4 mwisho wa siku, alafu Gor Mahia naye akikubali kuhakikisha kwamba anapigwa, FC Leopard atakuwa wanaongoza ligi. Kwa hivyo hapa ni hesabu ya minus na plus. Kakamega Homeboys, klabu yake inayomilikiwa na Cleophas Toto, anashikilia nafasi ya 3 akiwa na alama 27, sawia na Shabana ambaye anashikilia nafasi ya 4 kwa alama 27, lakini tofauti wa magoli. Nafasi ya 5 ni Police FC ana alama 25, KCB nafasi ya 6 ana alama 25, alafu Muranga anashikilia nafasi ya 7 ana alama 24. Anashikilia nafasi ya 8 Nairobi United, alafu Tusker wanamvinyo anashikilia nafasi ya 9 ana alama 24. 10 bora ni Bandari, wale wana Port Authority watakwambia anashikilia nafasi ya 10 ana alama 23. APS Bomet, Sofapaka ambayo itapiga na FC Leopard, Kariobangi Sharks wote wanashikilia nafasi ya 16, 17 na 18. Wakati hatari ile ya kushushwa ngazi, ikiwa bado wataendelea kuchezea pale chini. Kumbuka huyo maana APS Bomet amepandishwa ngazi hivi majuzi. Ikiwa kama bado wataendelea kukadia pale, mwisho wa siku watakuwa nafanya nini? Watakuwa wanashushwa daraja, ama watakuwa wanashushwa ngazi kuhakikisha kwamba wanarudi kule chini kucheza NSL. Na kumbuka hakuna yote ambaye huwa anataka kucheza NSL. Hamna yote ambaye huwa anataka kucheza NSL. Unapotoka kule chini wewe unapanda huko juu kijua unaendea mataji. Katika ligi kuu ya kule Uingereza tukwambia kwamba English Premier League. English Premier League. Mechi hiyo ama michuano hiyo itakuwa inaingia katika mzunguko wake wa
itakuwa inaingia katika mzunguko wake wa 18 kama sijakosea. Mzunguko wake wa 23 kumradi, na mechi tofauti sana zitakuwa zinachezwa kuanzia hapo kesho tarehe 24 saa 9 mchana. Mechi ya mapema sana saa 9:30 West Ham kumradi. West Ham watapiga dhidi ya Sunderland kuanzia majira ya saa 9 mchana. Alafu baadaye Burnley atakapiga dhidi ya Tottenham. Tumeona Tottenham wamefanya vizuri katika mashindano ya UEFA Champions League kwa kupiga mtu vizuri sana na kuchukua alama 3. Kwa hivyo vile atakuwa anapatana na Burnley, acha tunaikuwa kama atakuwa wanachipuka tena, maana yake Tottenham moja kwa katika mabuku mazuri wamekuwa wakipigwa wakilambazwa katika mechi zao za hapo awali katika ligi kuu kule Uingereza. Kwa hivyo atakuwa anapiga dhidi ya Tottenham dhidi ya Burnley saa 12 jioni. Alafu Fulham atapiga dhidi ya Brighton kuanzia saa 12 hiyo. Alafu Manchester City atapiga dhidi ya Wolves. Kumbuka huyu Manchester City amekuwa na msururu mbaya matokeo katika mechi zake za hapo awali. Alipigwa na Manchester United katika ligi kuu Uingereza. Vile vile alipoelekea kule katika mashindano ya Champions League akapigwa na Bordeaux. Kwa hivyo acha tuone kama kesho atakuwa na amka na kumpiga huyu na Wolves. Na Wolves, kumbuka Wolves wako katika mabuku mabaya sana. Hamna mechi ambayo Wolves ameshinda katika mabuku mabaya sana. Kama ameshinda mechi moja peke yake. Alafu Bournemouth atapiga dhidi ya Liverpool. Liverpool vile vile tumemwona akimpiga mtu katika Champions League, mashindano ambayo amekuwa akichezwa juma hili. Atakuwa anapiga dhidi ya Bournemouth hiyo siku ya Jumamosi hapo kesho. Brentford atapiga dhidi ya Nottingham Forest. Tumemwona na Forest akipiga hapo jana katika ile michuano ya Europa na akaweza kuangushwa 1-0. Kwa hivyo vile vile atakuwa anajitosa siku ya Jumapili kuzipiga dhidi ya Brentford. Alafu Crystal Palace atapiga dhidi ya Chelsea. Chelsea tumemwona mechi yao hapo ya awali tangia afushe kocheza. Tumemwona akifanya vizuri sana na hata katika mashindano yale ya Champions League tumemwona akishinda 1-0 dhidi ya Pafos. Wacha tuone kama ataendeleza msururu wake wa matokeo mazuri. Atapiga dhidi ya Crystal Palace. Kumbuka atakuwa anasafiri kwenda kule Palace kuweza kuzipiga na Crystal Palace. Newcastle atapiga dhidi ya Aston Villa. Villa tumemwona vile vile hapo jana akipata ushindi wa 1-0 katika mechi ile ya Europa League. Arsenal, mechi ambayo imesubiriwa kwa wengi, imesubiriwa na wengi sana. Mechi ambayo dunia nzima inatazamia. Mechi ambayo mashabiki wa Manchester United, mashabiki wa Arsenal wanataka kuona ni nani ambaye atakuwa anafanya vizuri. Na imesemwa sana, ingekuwa kama mechi ingekuwa inapigwa early kick-off, basi tutakwambia kwamba Man U ingekuwa inaangushwa. Lakini kwa sababu mechi itakuwa inapigwa majira ya saa 1:30 jioni, sema kwamba Manchester United ina kila visababu vya kupata ushindi. Kumbuka Manchester United aliweza kumwangusha Manchester City na unaelewa kiwango cha Manchester City ambacho kiko hivi sasa. Kwa hivyo ni mechi ambayo imepigwa upato sana, mechi ambayo wengi wanaangazia kuona kwamba ni nani ambaye atakuwa anafanya vizuri kati ya Arsenal na Manchester United. Alafu vile vile Everton atapiga dhidi ya Leeds siku hiyo ya Jumatatu, siku ya Jumatatu. Everton atakuwa anapiga dhidi ya Leeds siku ya Jumatatu. Acha tuone nani ambaye atakuwa anafanya vizuri katika mashindano, lakini kikubwa zaidi unaweza kuweka kwenye comment section hapo Amaika Media, Amaika Radio pale TikTok, pale Facebook na vile vile pale Instagram. Tuambia kwamba unamuona nani ambaye atafanya vizuri katika mashindano hayo ya raundi ya 23, mzunguko wa 23 katika ligi kuu kule Uingereza. Kikubwa zaidi Manchester United na Arsenal, nani atamwangusha mwingine? Na sasa tutakwambia kwamba Antonio Ndovu ni kuu. Na hata kama Ndovu atakuwa ni kuu, ni nani ambaye atakuwa anafanya vizuri? Maana chochote kinawezekana katika mchezo wa soka. Anything can happen. Arsenal bado anaongoza table ana alama 50. Kumbuka Arsenal toka sare katika mechi hapo awali dhidi ya Forest. Hivi sasa ana alama 50. Manchester City baada ya kukungutwa na Manchester United ashikilia nafasi ya pili akiwa na alama 43. Aston Villa ashikilia nafasi ya 3 akiwa na alama 43. Kumbuka pia Aston Villa pia alitoka sare dhidi ya Everton. Aliangushwa dhidi ya Everton mechi hapo awali. Aston Villa alipigwa na Everton. Anashikilia nafasi ya 3, wanatoshana na Manchester City lakini tofauti wa magoli. Alafu Liverpool anashikilia nafasi ya 4 ana alama 36. Manchester United baada ya kumwangusha Manchester City anashikilia nafasi ya 5 ana alama 35. Na ikiwa Manchester United ataweza kumwangusha mwana huyu Arsenal, atakuwa na shuka alikuwa anapanda nafasi ya 4 ikiwa Liverpool atakuwa anapoteza mechi yake. Manchester United ataweza. Acha tuone. Chelsea anashikilia nafasi ya 6 na alama 34. Alama moja tu nyuma ya Manchester United. Alafu Brentford anashikilia nafasi ya 7 akiwa na alama 33. Huyu mwana Newcastle United anashikilia nafasi ya 8 akiwa na alama 33 sawia na Brentford, na vile vile sana na nafasi ya 9 na alama 33. Yaani wametoshana, wamebanana sana, lakini tofauti wa goli
ambayo inaweka wao kwa tofauti. Nafasi ya 10 ashikilia Everton baada ya kumwangusha Aston Villa weekend iliyopita. Alipanda hadi nafasi ya 10 ana alama 32. Hao ndio 10 bora. Katika nafasi ya 18, 19 na 20 katika zile hatari ya kushushua ngazi utapata kwamba ni West Ham, Burnley na Wolves. Na huyu mwana Wolves ameshinda mechi moja peke yake. Ameshinda mechi moja peke yake, ametoka sare mechi 5 na ameweza kuhakikisha kwamba anapoteza mechi 16. Amepiga mechi 22. Mwana Wolverhampton ambaye atakuwa anapatana weekend hii na ule mwana Liverpool. Tuone nani ambaye atakuwa anafanya vizuri katika michuano hiyo. Kwa hivyo unaweza ukasema kwamba nani ambaye unaona kwamba atakuwa anateremka, nani ambaye atakuwa anapanda vile vile, manake ni ligi ambayo haitabiriki. Ni ligi ambayo haitabiriki. Ni ligi ambayo kidogo ina mvutano mkubwa sana. Na ikiwa kama ina mvutano hivyo, yote anaweza akachukua ushindi wakati ule. Na kumbuka juma hili tumekuwa katika ile michuano ya Champions League ambayo tulikuwa tunaingia raundi ya 7. Na matokeo ninayo hapa. Atalanta alipiga dhidi ya Atletico Bilbao na akaweza kuhakikisha kwamba anapata ushindi na Atletico Bilbao 3-2. Bayern Munich alipiga dhidi ya Royal Union ambao Bayern Munich alipata ushindi wa mabao 2-0 ambao mechi ambao tulishuhudia kadi nyekundu. Chelsea alipiga dhidi ya Pafos na akapata ushindi huyu mwana Chelsea akiwa nyumbani. Juventus alipiga dhidi ya Benfica akapata ushindi mwana Juventus 2-0. Alafu mwana Marseille dhidi ya Liverpool akapata ushindi mkubwa sana wa magoli 3, alama 3 muhimu dhidi ya Marseille. Newcastle dhidi ya PSV, Newcastle akapata ushindi wa 3-0. Slavia Prague akapiga dhidi ya Roma na Barcelona alitoka nyuma akapata ushindi wa magoli 4 kwa 2 kumradi. Alafu Galatasaray akapiga dhidi ya Atletico Madrid akatoka sare ya 1-1. Frankfurt alipiga dhidi ya Karabag ambao Karabag walipata ushindi wa 3-2. Copenhagen dhidi ya Napoli akahakisha kwamba anatoka sare ya Lifosi sana huyu mwana Copenhagen ambao vile tulishuhudia kadi nyekundu kwa upande wa Copenhagen. Alafu Inter Milan dhidi ya Arsenal walipata ushindi wa magoli 3-1. 3-1. Olympiacos Pireza dhidi ya Bayer Leverkusen. Olympiacos akapata ushindi wa 2-1. Real Madrid alipata ushindi mkubwa sana, mechi ambayo ilishuhudiwa magoli mengi sana. Real Madrid ilipata ushindi wa magoli 6 kumradi kwa 1. Sporting dhidi ya PSG. Sporting alishangaza wengi baada ya kumwangusha Sporting. Tottenham alipata ushindi wa 2-0 dhidi ya Dortmund. Villarreal dhidi ya Ajax akapata ushindi huyu Ajax. Bordeaux dhidi ya Manchester City, mechi ambayo tulishuhudia kadi nyekundu kwa kule upande wa Manchester City ambapo City waliweza kuangushwa 3-1. Alafu Club Brugge akiwa ugenini dhidi ya Pirates alipata ushindi wa magoli 4-1. Tukiangalia namna ambavyo jedwali hilo limesimama, anaongoza Arsenal. Arsenal anaongoza akiwa na alama 21, anafuatiwa na Bayern Munich alama 18. Alafu Real Madrid ashikilia nafasi ya 3 bora akiwa na alama 15. Ndio namna ambavyo jedwali hilo liweza kusimama. Nafasi ya 4 ni Liverpool, nafasi ya 5 Tottenham Hotspur, PSG nafasi ya 6, Newcastle nafasi ya 7, alafu Chelsea nafasi ya 8, Barcelona nafasi ya 9, Sporting afunga nafasi ya 10 bora. Tena kikubwa zaidi nakuuliza kwamba unadhani ni nani ambaye atakuwa anafanya vizuri katika michuano ya Champions League? Je, Barcelona ana uwezo wa kubeba hili taji? Arsenal ana uwezo wa kubeba hili taji? Ama taji hili litakuwa lina enda kule katika taifa la England ama katika ligi ya kule England? Manake michuano hii ya Champions League inakutanisha ligi mbalimbali. Tuambia kwamba kombe hili litakuwa linaenda katika maeneo yapi? Alafu kikubwa zaidi tukimalizia kwamba tutazungumzia transfer window. Tumemwona kwamba pale Manchester United Casemiro akisema kwamba atakuwa anaondoka msimu huu unapokamilika mwezi Juni, atakuwa anafunganya virago zake aondoke. Na kikubwa zaidi nakuuliza kwamba ni wakati mzuri wa Casemiro kuondoka. Je, alipokuwa anakuja amefanya kile ambacho alikuwa anatazamiwa kukifanya? Casemiro hivi sasa anaondoka. Vile vile kuna mazungumzo ya kwamba ule Bruno Fernandes ambaye ndio captain fantastic, na mazungumzo ambayo yanaendelea
tuone kwamba kama atakuwa anasalia klabuni mle ama atakuwa anaondoka. Tumemwona Bruno Fernandes akiwa mwandani mzuri sana, tumemwona akiwa mchezaji mzuri sana akibeba klabu ya kwake ya Manchester United. Kila wakati amekuwa akifia timu wakati ambapo timu inapoenda kupigwa unapata kwa Bruno Fernandes. Ni mchezaji ambaye anajulikana kwamba na creativity na vile vile ni jamaa ambaye anajituma sana. Kwa hivyo kuna mazungumzo ambayo yanaendelea, ikiwa basi watakubaliana Bruno Fernandes atakuwa anasalia pale Manchester United. Alafu vile vile Maino anapoondoka Casemiro, Maino yuko pale kuketi. He is there to stay, haondoki. Maino atakuwa vile vile anasalia pale katika klabu ile ya Manchester United. Alafu kuna habari ambayo ni tetesi tu. Tetesi tu. Si za kweli, si za sahihi, bado hazijathibitishwa kwamba huenda Cole Palmer atakwambia kwamba Palmer huenda kajiunga na klabu ya Manchester United. Ndio mazungumzo ambayo nimekuwa nao siku hii. Tupatane kesho katika kipindi cha Maika Viwanjani. Nimekuwa kwa mtoto wa mama John Anthony Orao. Sibonyeze kidude.